Leo tunafunga mafunzo yetu rasmi kwa mwaka 2025. Tutafungua tena tarehe 20 Januari mwaka 2026, Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima. Mpira wa miguu ni ajira. Ni ajira ambayo inaweza kukusaidia wewe, baba yako mzazi, mama yako, kaka yako, mjomba au mlezi yoyote, pamoja na familia yenu. Pale utakapotengeneza nidhamu ya kucheza, kaeni chini. Nidhamu ya kucheza mpira, kwa sababu mpira tunaanza na nidhamu kwanza. Hata ujue mpira vipi, upige chenga watu wote 22 na ukajipiga mwenye chenga mpaka goli lile, kama una nidhamu mpira huwezi kucheza. Nidhamu inaanza kwa nafsi yako wewe kwanza. Mimi ni mcheza mpira, mimi nataka kucheza mpira. Nidhamu kwa watu wanaokuzunguka, kuanzia wale wanaokulea, wale unaoishi nao mtaani, wale unaokuja kufanya nao mazoezi, na wale unaocheza nao mpira. Unatakiwa uonyeshe nidhamu ya juu ili kufikia lengo la kuwa mchezaji mpira wa miguu. Sasa hivi wewe, makubaliano atakayoingia ni mzazi. Maana wote mko under 17 hapa, sio kiongozi? Ni mzazi ambaye ataingia na Lamasia, Tanzanite, whatever, sio? Ni mzazi. Lakini mtakapoenda zaidi ya miaka 18 mtaingia. Sasa nataka nidhamu hii ya kuheshimu hawa ambao wanapoteza muda wao wa kukaa kufanya shughuli zao nyingine, kukaa na familia zao, kuja kukaa na nyinyi ili mpate kile ambacho Mungu amewajalia kwa maana ya ujuzi. Sisi tulicheza mpira kama burudani, tulikuwa tunawafurahisha viongozi wa nchi kwenye majukwaa, sherehe za kitaifa, au sio jamaa? Ndio tulikuwa naenda kucheza mpira. Lakini mpira wenu nyinyi ni pesa. Na elimu ni kitu cha kwanza kabla hiyo mpira unaotaka wewe. Mmenielewa? Elimu, shule. Amka nenda shule kasome. Sawa, usije ukabweteka ukasema mimi mpira utanilipa, hapana. Elimu kwanza, kwa sababu bila elimu hata hiyo mikataba wewe utashindwa kuingia, sio? Mahali penye yes wewe utasema no. Kumbe mtu anakupiga mahali pa kupata milioni 2, wewe umeona 200,000, unakuja kupata hiyo 200,000. Someni. Kwanza unapocheza mpira kichwa chako kinakuwa timamu muda wote. Itakuwa ni rahisi wewe pia kuconcentrate na masomo ya darasani. Kwa hiyo nimefurahi na kutakieni mafanikio yaliyo mema zaidi.